Naongea kwanza kuhusu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo unafungua nami Matendo ya Mtume 1:8. Matendo ya Mtume 1:8. Roho Mtakatifu ni roho inayotokana na Mungu ambayo inawakilisha madhabahu ya Mungu. Na unapokuwa na hiyo roho unakuta kwamba katika mambo mengi Roho Mtakatifu atakushindania. Sisi tu dhaifu. Hata wanafunzi wa Yesu walikuwa dhaifu, mpaka wakaambiwa na Yesu kwamba wakati ambapo nitakapoondoka nitawapatia ahadi ya kuwapatia zawadi ambayo ni Roho Mtakatifu, na bila shaka huyu ndio atawasaidia. Kwa hivyo hii safari ya mbinguni ni ngumu bila Roho Mtakatifu. Ndio maana ni mmoja wa zile vitamins zenye zinahitajika katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Acts 1:8 inasema hivi: lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Kwa hivyo tukawa tunaambiwa kwamba tunapopokea huyu Roho Mtakatifu anasaidia vipi katika afya ya rohoni. Ni kwamba wakati umempokea, Biblia inanambia kwamba anakufanya kitu cha kwanza, unapokea nguvu. Haleluya. Kuna watu wanapambana katika ulimwengu wa roho, maroho yanatumwa kwake. Ukiwa umelala unajaribu kusema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, sauti inafungiwa hapa. Ni kwa sababu gani? Kama huna Roho Mtakatifu hawezi kuwa na nguvu za rohoni. Kwa hivyo hiyo afya rohoni iko dhaifu, hawezi kupigana na maroho. Haleluya. Lakini wakati Roho Mtakatifu anapokuja ndanini mwako na kujaa ndanini mwako, hata ukiwa kwa usingizi, maroho yanapotumwa kwako, unaposema katika jina la Yesu, hiyo nguvu inafanya kazi. Amen. Na unaangamiza miungu hata ukiwa kwa usingizi. Haleluya. Jina la Bwana nalipewa sifa. Hiyo ni baina ya vitamin yenye tunahitaji katika ulimwengu wa roho, maana bila Roho Mtakatifu hawezi kuwa na nguvu, unakuwa dhaifu. Shuleni tulifundishwa mambo na carbohydrates, vyakula vya kujenga mwili, ama ni proteins. Proteins. Ama ni proteins. Sasa kurudi kwa darasani. Jina la Bwana nalinuliwe. Amen. Lakini kwetu sisi katika ulimwengu wa roho, Roho Mtakatifu ndio anatupatia nguvu. Kwa hivyo kama Roho Mtakatifu hayuko ndanini mwako, hawezi kuwa na nguvu. Jina la Bwana nalinuliwe. Na kwa sababu safari ni ngumu, inahitaji nguvu, utafika mahali ushindwe, uone ya kwamba uko dhaifu. Lakini ukweli ni kwamba unapodai Roho Mtakatifu akija ndanini mwako, lazima unakuwa na nguvu. Jina la Bwana nalinuliwe. Hiyo ni point ya kwanza. Point ya pili, John 14:26. Yohana 14:26 ni point za maana, unaweza andika, na hizo pia tutaziombea, ziko katika kipengele cha maombi. John 14:26. John 14:26 inasema hivi: John 14:26 inasema hivi: lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Lakini huyo msaidizi, Roho Mtakatifu atakuwa msaidizi katika maisha yako. Jina la Bwana nalinuliwe. Haleluya. Roho ni msaidizi. Bila Roho Mtakatifu mengine hatuwezi. Kina Petro walikuwa pamoja na Bwana Yesu, lakini wakashindwa, wakafikia mahali hata wakamkana Yesu, kwa sababu bado walikuwa hawajajazwa Roho Mtakatifu. Lakini baada ya kujazwa Roho, hata wanafunzi wenyewe walibadilika. Haleluya. Kwa hivyo kitu kingine, point nyingine tunapata huyu Roho msaidizi. Nataka kusema
Roho wa Bwana ni msaidizi. Na tena kitu cha pili, atawapeleka ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote. Roho Mtakatifu pia ni mwalimu. Kwa hivyo yule mtu atajawa na Roho, ndani mwake lazima afya yake itaimarika, kwa sababu huyu Roho ni mwalimu. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Atakufundisha yote. Hajasema moja. Atakufundisha yote. Haleluya. Amen. Yote ya duniani, yote ya jamii. Atakuwezesha kuishi na mawifi, atakufundisha kuishi na wakwe zako. Wakwe ambao wako labda na madhabahu, Roho atakufundisha. Tena pamoja na hayo atakufunulia haja yote ambayo yako sirini. Haleluya. Kwa hivyo tunapokaa na Roho Mtakatifu, hata upande wa maono tunaimarika. Roho anakuwezesha kukupatia maono ya kiungu, si maono kila saa unafukuzwa na manyoka. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Roho ni msaidizi, kwa maana atakufundisha yote na atakukumbusha yote niliyokuambia. Kuna watu waliniambia kwamba wako na problem. Udhaifu wao ni kwamba ninaposomesha neno, wakenda nyumbani wanasahau. Hata uzo kufikiria vile mtumishi wa sitego na rani. Lakini nataka kukuambia kwamba unapokuwa na Roho Mtakatifu, afya yako rohoni itaimarika, kwa sababu atakukumbusha kila neno ambalo Baba amenena kwa jina maisha yako. Supigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Unapokuwa katika vita, anakukumbusha wewe ni mshindi, nitakupigania, utatoka salama. Huyo ndio mtakatifu. Jina la Bwana na liinuliwe. Ya kwamba unapozingirwa, anakukumbusha kwamba nitapigana na wote ambao wanapigana na wewe. Jina la Bwana na liinuliwe. Ujapokuwa mgonjwa, atakukumbusha ya kwamba kwa mapigo ya Yesu umepona. Haleluya. 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 Kwa hivyo utakuwa on the safe side. Hakuna vile roho ya kulalamika itakuja juu yako umkosea Mungu. Maana tumemkosea Mungu kwa sababu ya udhaifu ndani ya moyo, ya kwamba afya zetu hazijakamilika. Unakuta mtu analalamika, unakuta mtu anajikuta katika mpango ambao si wa kiungu kwa sababu ya kunena maovu. Lakini Roho Mtakatifu ajapokaa ndani mwako, afya yako ya rohoni itaimarika, maana atakufundisha, atakusaidia, tena pamoja na hayo atakukumbusha yote ambayo Mungu amekufundisha. Pigia Bwana Yesu makofi. Twende kwa Warumi 8:26. Warumi 8:26. Biblia inasema hivi: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Haleluya. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kugua kusikoweza kutamkwa. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo afya za rohoni huwa zinaimarika kwa sababu ya huyu Roho, kwa sababu pamoja na kuwa kwamba sisi ni dhaifu, hata hatujui kuomba, huyu Roho basi atakusaidia kuomba. Wakati uko mgonjwa, basi huyu Roho anabeba ule udhaifu wako na anakusaidia kuomba. Kwa hivyo utajikuta kwamba hata kama umepitia majaribu, unatoka ya kwamba ukiwa mzima na salama rohoni. Haleluya. Unatoka ukiwa na usalama ndani ya roho yako, maana yale majaribu ya nje hayaja kugusa. Unatoka ukiwa na afya zako zikiwa zimeimarika. Lakini watu wengi wakitoka kwa majaribu, ibida kama shengulo ni shetani. Paka kumnuvia dada kumkumbe ngolo, kumunganye kidogo, na uzo kubia kwa Bwana. Haleluya. Sio wakati wa kurudishana kwa Bwana, ni wakati wa kuendelea mbele. Haleluya. Haleluya. Ni wakati wa kuendelea mbele. Kwa hivyo Roho Mtakatifu atakuwezesha kuendelea mbele hata kama kuna majaribu ya aina gani mbele zako. Maana hatudanganyani hata kuna majaribu. Bila majaribu hatuwezi kumwona Bwana. Na wiki iliyopita tulifundishwa kwamba ndani ya mitihani na vita na majaribu
ndio hapo kuna asali. Haleluya. Kwa hivyo Roho atakuwezesha umalize salama ili ukaipokee ile asali. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa hivyo unaimarika katika afya rohoni kwa sababu huyu Roho ukiwa naye anakusaidia udhaifu. Hakuna mtu ambaye hayuko dhaifu, wapendwa. Kila mtu ana udhaifu wake. Na Mungu anaujua udhaifu wako kuliko vile mimi ninaujua. Kwa hivyo kile ambacho kinaweza kukusaidia ni vitamini ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Inafanya afya yako rohoni izidi kuimarika. Na hata kuna wapendwa ambao walipitia mitihani wakashinda, kama kina Danieli, kama kina Yusufu, kama kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Hata Yesu mwenyewe aliyemwezesha kushinda ni huyu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho atatuwezesha kushinda hata ndani ya shida. Kwa hivyo unatoka ukiwa umeimarika katika afya zako. Hautoki kama mtu ambaye amepungukiwa. Haleluya. Unatoka ukiwa mzima mzima, hata afya rohoni ikiwa imeongezeka. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Pointi nyingine tena tunaipata kwa John 16:13 ya Roho Mtakatifu. John 16:13. John 16:13 inasema hivi: lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Jina la Bwana na liinuliwe. Hapa ndio kuna kipengele cha nguvu zaidi ya kwamba huyu Roho wa Bwana atakapokuja ndanini mwako, afya yako itaimarika. Kwa sababu gani? Atakuwezesha na kukuongoza katika ile kweli. Ni kweli gani hiyo? Ni kweli ya neno la Bwana, especially nyakati kama hizi ambapo kuna baridi nyingi zinavuma. Juzi tumeona katika television ya kwamba watu baba Johnson Dingi biru maro kifume, mara mapepo kifume. Wakati unakuwa na Roho Mtakatifu anakuongoza kwa ile kweli. Kwa hivyo hata kuja mtu ambaye amevaa sura ya utumishi wa kiungu ambaye ni wa uongo. Maana Yesu alisema kwamba watakuja kwa sura yangu. Wakati watu kama hao wanakuja, manabii wa uongo, huyu Roho atakuongoza kwa kweli. Haleluya. Amen. Hata mtu aje anahubiri mpaka alale chini, kama ni wa kiungu, jina la Bwana na liinuliwe. Huyu Roho atakuwezesha na kukuongoza katika kweli. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Ya kwamba mtu hataweza kupotea. Watu wengi afya zao zimeenda zikawa dhaifu kwa sababu ya kubebwa na baridi. Usibebwe na baridi mpendwa. Jina la Bwana na liinuliwe. Soma maandiko na huyu Roho wa Bwana atakufafanulia ule ukweli ulio ndani ya maandiko. Kwa hivyo wakati unajua kweli, na kweli inatokana na Roho, inatokana na neno la Bwana, lazima afya yako itaimarika. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Hata kuinuke hali gani, hata kuinuke baridi gani, watu kama hawa hawabebi kwenda Shakahola. Mtu ambaye anaangamizwa kupitia kwa maandiko ni yule ambaye hana Roho Mtakatifu. Anabeba udhaifu wake na shetani. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Ina make sense. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Roho wa Bwana anaimarisha afya kwa sababu anatuongoza kwa ile kweli. Watu wengi wameingiwa na vini, wakaweza kuharibika katika afya zao za kiroho. Wengine hata wakaingia kwa mipango ya kimashetani. Kwa sababu ya nini? Roho hayuko ndani mwako. Lakini wakati Roho anakaa ndani mwako, anakuongoza kwa kweli. Kuna mambo unasikia Roho anakataa. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kuna Roho unasikia ndani yako, hata kama ni chakula kimeletwa na kiko na mambo, unasikia Roho wa Bwana anakataa. Jina la Bwana na liinuliwe. Anakuongoza kwa ile kweli. Ni kweli haujeta mtu mchawi, lakini kama kuna magano yamefanyika, unasikia Roho anasema Kwa hivyo unajikuta afya yako ya rohoni na ya mwilini inaimarika. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Haleluya. Hiyo tumemaliza kwa upande wa Roho Mtakatifu.
nataka kuongea kuhusu neno. Neno la Mungu ndio linatupatia misingi imara. Twende katika Matthew 24:27. Neno la Mungu Matthew 7:24-27. Katika John 1 tunapata kwamba tumeingia katika vitamini ya pili neno. Amen. Najua hapo wengine wanachanganyikiwa kidogo. Leo mbona tunahubiriwa mambo mengi, tunafundisha. Tumeingia katika vitamini ya pili neno. Ili imarike katika ulimwengu wa roho, afya yako imarike, unahitaji neno. Na neno linaposomwa usiseme neno la fulani. Kubali liingie ndani hata kama ni sindano. Itakuwa chungu lakini itakuponya mahali. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Yesu akasema katika John 1, hapo mwanzo kulikuwa na neno na neno lilitoka kwa Mungu. Huyu Yesu ambaye tunamwabudu ndio huyo neno. Kuna mahali anasema kwamba yeye ni mkate wa uzima. Lakini sitaki kuongea hayo kwa sababu nataka kuongea kuhusu hili neno la kinywa chake. Matthew 7:24. Matthew 7:24 anasema kwamba basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikafuma, zikapiga nyumba ile isianguke, kwa maana msingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asifanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Kwa hivyo hapa Yesu alijaribu kufundisha wanafunzi kuhusu neno lake. Watu wengi wanaenda kwa ibada lakini hawajui maana neno la Bwana. Wanafikiria kwa sababu tu ya kutiwa moyo katika safari na kuambiwa ya kwamba watabarikiwa. Lakini nataka kukuambia kwamba neno ni chembe ya kujenga ufalme wa Mungu ndani mwako. Na mtu ambaye anapokea hili neno, jina la Bwana na linuliwe, na kulifanya lijae ndani mwake, mtu ambaye hulipokea, afya zake za rohoni lazima huimarika. Haleluya. Maana kupitia kwa neno ndio Mungu aliumba. Kupitia kwa neno ndio Mungu anafungua baraka zako. Kupitia kwa neno ndio Mungu anakatakata kila falme. Na kupitia kwa neno ndio falme za giza zinaanguka. Maana neno ndio ufalme. Na huu ufalme wa neno la kiungu unaangusha ufalme mwingine. Haleluya. Yesu akasema kwamba basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya. Haleluya. Kuna mahali kwa Yakobo anasema kwamba tusiwe wasikiaji tu bali watendaji neno. Watu wengi katika nyumba ya Bwana wamekuwa dhaifu katika ulimwengu wa roho. Afya zao zimekuwa dhaifu kwa sababu gani? Ni kweli huwa wanasikia neno lakini huwa hawalitendi. Unapotaka uwe strong katika ulimwengu wa roho, ya kwamba unaweza kupigana vita vya kila aina, lazima ulikumbatie neno. Na baada ya kulisikia, unapolikumbatia jaribu kulitenda. Haleluya. Jina la Bwana na linuliwe. Jaribu kulitenda. Na sio unasema kwamba ila ngojaenda nchanganya, ila ngondejida jingiende ni kwako. Hata kama ni sindano, kubali liingie na ulikumbatie, lazima litakutendea jambo. Haleluya. Virusi vyote vya kila aina lazima vitaondoka. Maroho ambayo yanakupagaa ndani, yenye yanazuia Yesu asikae ndani mwako, lazima yanatolewa na neno. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Kumbe kaka kusema nyako lingana nila kucha Mungu. Wata sanduko na akili pungwani. Ni Biblia inasema, si mimi. Amen. Atafananishwa na mtu mwenye akili. Munduko na mambo rukati.
Mwambaro wa klasi cha Bwana. Haleluya. Haleluya. Kumbe sebe wadela ngoja Mlungu. Mlungu wake Bwana abanje vinapeke mwambaro. Na ndio maana akaongea kuhusu wanawake wanawali wapumbavu ambao hawakujaza tazao mafuta. Hili neno halikao ndio mafuta ya kukusongeza mbele ndani ya kila shida. Hili neno linakuwezesha. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Akasema kwamba na kuyafanya kukae mundobonya ilabu atafananishwa na mtu mwenye akili alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Haleluya. Wakati unapokea neno likiingia ndani mwako linaimarisha afya kwa njia gani? Ya kwamba mtu ambaye amepokea neno akalikumbatia akamua kulitenda, mtu huyo hawezi songezwa na majaribu. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Yatakuja mengi mazito, lakini atakukuta ukiwa umesimama, maana umejipanda ndani ya mwamba ulio imara. Unapojaa neno ndani mwako unapata yani ule msingi wa kiungu ambao ni mwamba ulio imara. Na kutingishwa ni kila mchingi. Haleluya. Haleluya. Kicha mengi kusugusa elano kusugusika. Ambilawo tipande kwako. Jina la Bwana na liinuliwe. Huyo ni mtu mwenye akili. Haleluya. Afya inabaki ikiwa imeimarika. Loli chashikaji kwa sugusu. Haleluya. Kaka bandungera bajikotia dibonuja dada sejubuduka. Lakini wanakono ukiwa imara. Haleluya. Yesu anaona vile unanona katika ulimwengu wa roho. Jina la Bwana na lipewe sifa. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna watu wanafikiria kwamba chakula ndio kinanonesha watu. Unaweza kuwa unakula vizuri, lakini tena afya zako za nje zikakosa kuimarika kwa sababu ndani mwako uko na masumbufu. Lakini wakati umejaa neno ndani mwako, nataka kukwambia kwamba hata afya za nje zinaimarika. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba, mvua ikanyesha. Haleluya. Kwa hivyo majaribu hayakosi kuja. Tazama kambiwa mvua ikanyesha, mafuriko yakaja. Amen. Pepo zikavuma zikaipiga ile nyumba isianguke. Huyo ni mtu ambaye angenyangolea tukubandi. Haleluya. Tutafute kunona katika ulimwengu wa roho. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwamba mafuriko yatakuja kwa hiyo nyumba. Vita vitakuja. Mitihani itakuja. Lakini hiyo nyumba ama huo mundu wamebaki na afya rangi ukubandi. Jina kujamluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Neno la Bwana ni silaha. Wakati limejaa ndani mwako, hakuna siku afya zako za rohoni zinadhurika kwa jambo lolote. Haziwezi dhuriwa na jambo lolote. Haleluya. Kama hilo neno linakupigania. Wakati maneno yanakuja, neno moja tu kutoka kwa Mungu ni ambalo umelihifadhi ndani ya moyo wako, linapigana na maneno na unakuwa mshindi. Jina la Bwana na liinuliwe. Hizo ni afya za kiroho. Hiyo nyumba haiwezi anguka. Watu wengi wamepungukiwa katika ulimwengu wa roho kwa sababu wamekosa neno. Anapo kidogo tu amesengenywa kwa sababu ndani mwake hana neno la kumwambia kwamba Mungu yuko pamoja naye. Unakuta kwamba anataka ajipiganie. Hana lile neno ambalo linasema kwamba Mungu atatupigania nasi tutanyamaza kimya. Anaamka ende kujipigania. Jina la Bwana na liinuliwe. Basi mtu ambaye ameimarika katika ulimwengu wa roho, afya zake ziko sawa, huwa anatulia, hagushi na mambo ya dunia, maana ndani mwake amejaa neno linalonena ya kwamba sitakuacha wala sitakukuacha. Bwana na liinuliwe. Unakuta huyo mtu ameshinda. Ni kweli amepitia mambo mazito, lakini anashinda. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo tunahitaji neno. Hiyo ni vitamin ambayo inatuwezesha kuimarika katika ulimwengu wa roho, inatuwezesha kujengeka katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo ukiona mtu amejenga misuli katika ulimwengu wa roho, jua ni neno. Amina. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jina la Bwana na liinuliwe. Ya pili, na kila aisikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga ile nyumba, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Kwa hivyo watu wengi wameanguka katika maisha ama katika ulimwengu wa roho, wakachoshwa na safari ya imani kwa sababu ndanini mwao hawajakumbatia neno. Jina la Bwana na liinuliwe. Kama hujakumbatia neno, utakuta kwamba wakati shetani anakuja kupigana na wewe, bila shaka utaanguka. Na kama naangalia Wakristo wengi nikiwachunguza, nikaona kwamba wengi wameforward slide, si back slide. Haleluya. Maana atasimama mbele na ushuhuda mrefu, lakini ukimchunguza katika ulimwengu wa roho, afya rasusuruke putu. Jina la Bwana aliinuliwe. Lakini watu ambao wamejaa roho, wamejaa neno, unakuta ya kwamba hizo nyumba hubaki zimesimama daima. Jina la Bwana aliinuliwe. Si wale watu pako foto na mchungaji. Mtu ambaye ndanini mwake amejaa neno, limesimamisha nyumba. Hiyo nyumba imesimama, hakika haangushi na jambo lolote. Unasikia wanasema vakundone kumpungo sana na chibade. Situseme amen. Lakini mwingine anaumwa na kichwa kidogo, wala ni msenda. Hiyo nyumba iko na shida. Jina la Bwana na liinuliwe. Hizo afya za rohoni ziko na kidudu kidogo. Lakini yule mtu ambaye ndanini mwake neno limejaa na afya rohoni imeimarika, unakuta kwamba bado anatamani neno, yuko na kiu ya haki. Yesu akasema katika Mathayo 5 ya kwamba heri wenye kiu na njaa ya haki, maana watashibishwa. Watu ambao wanamhitaji Mungu sana ni wale ambao wanatamani neno liingie zaidi, na bila shaka wakati hali inakuja, huyo mtu anabaki akiwa amesimama. Lakini yule ambaye afya imedhoroteka, maana hana chakula cha kutosha. Amen. Bana kuna koshako. Nimegundua Kristo kwanza kuna koshako. Jina la Bwana na liinuliwe. Wengi wako na koshako. Na wale wanasafa malnutrition, hao tutalaumu wachungaji wao. Lakini wengi 99% wako na koshako. Koshako ya kwamba ugonjwa huu kisha unakubeba. Jina la Bwana na liinuliwe. Afya zako za rohoni haziwezi kustahimili mambo, hawezi pigana na hali. Jina la Bwana na liinuliwe. Mtu ambaye amenona katika ulimwengu wa roho huwa anapigana na kila hali. Hata vita vya aina gani anajipatia moyo, bora niko pamoja na Mungu, nitapigana mpaka nishinde. Huyo ni mtu ambaye afya yake imeimarika. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo tunahitaji neno lituimarishe afya ya rohoni. Jina la Bwana na liinuliwe. Jina la Bwana na lipewe sifa. Na hata wakati mwingine unaomba kupitia kwa neno, unamkumbusha Mungu jambo. Kwa neno lako Bwana umesema. Na kama David Chilonandi nikoka kipongoro, utakumbusha Mungu nini? Shetani atakuchallenge. Kwa hivyo mtu ambaye afya yake imeimarika, amejaa neno, afya yake huimarika kwa sababu anaweza kuwasiliana na Mungu hata kupitia kwa neno. Haleluya. Na neno pia hutuletea Roho Mtakatifu. Wakati unanena sana ukimkumbusha Mungu kwa neno lako Bwana umesema hivi. Ingine ni kwamba neno linatuletea hata breakthrough ya maombi. Mtu ambaye hajakumbatia neno huwezi kuwa na breakthrough ya maombi. Maana roho ndani mwako ama ndani ya moyo wako uko mkavu. Hakuna neno. Neno ndio linatuletea hata breakthrough ya maombi. Unapomwambia Bwana kwa neno lako Bwana umesema, tayari mbingu zinafunguka. Ingia Bwana Yesu makofi. Unakuta mtu ambaye amejaa neno ndani mwake, shetani hawezi kumchallenge. Adui hawezi kumchallenge. Maana Mungu ambaye tunamwabudu ndio hilo neno, maana ni kinywa cha Bwana. Na Mungu hakuna siku anachallengewa na shetani. Wewe unaweza challengewa na vita,
ukachallengewa na hali, lakini neno ambalo la Bwana huwa haliwi challenge na kitu chochote. Kwa hivyo unabaki ukiwa umeimarika. Haleluya. Na afya zinazidi, unazidi kunona. Jina la Bwana na lipewe sifa. Haleluya. Haleluya. Na yule ambaye hakumbati neno, halitendi, jikaida bora njanganya. Watu kama hao ndio huangushwa na majaribu kwa haraka. Maana shetani anakuta ndani mwako hakuna chochote. Nikasoma maandiko fulani katika Mathayo ya kwamba maroho yanapomtoka mtu huenda kakaa mahali, baada ya muda anakuja kuchungulia. Nataka kukwambia kwamba maroho yakirudi tena kuja kuchungulia kwako, yakikuta neno, kwa sababu neno ni moto, hayataingia hapo, yatatoweka. Lakini akikuta uko empty, huna chochote, jina la Bwana na linuliwe, yanaingia tena. Mko kibangani beke babaye beke mkabuye, ndio mtu anarudi tena kwa mchungaji. Kwani ile shida imezidi. Imezidi kwa sababu gani? Wale maroho wameenda wakakaa, waliporudi wakakuta nafasi yao iko ndani kwa sababu neno halipo. Kwa hivyo wakati umejaa neno ndani mwako, nataka kukwambia kwamba Mungu anakuwezesha. Haleluya. Hata falme za giza zinapokuja ndani mwako, zinapoona neno zinakimbia, maana neno ni moto. Haleluya. Jina la Bwana na linuliwe. Lakini zinapokukuta uko nili, huna chochote, zinaingia alafu zinaitana. Unakuta roho za magonjwa zinarudi, mapresha yanarudi. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Hapo kudhibitisha neno, twende Yohana 14. Yohana 14 14 14:13 nasema, maneno kwa natafuta kwamba tunapotenda neno tukiwa nalo ndani mwetu, neno likiwa ndani mwetu, inasema nani 12 inasema, amin naambieni, yeye aminie mimi, kazi nifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkinipenda mtashika amri zangu. Kwa hivyo nikao naosema kwamba amri za Yesu ni kupitia kwa neno alilolinena yeye mwenyewe. Na hapa nasema kwamba wakati tunashika amri na kuendelea kumuomba neno lolote, lazima atatimiza. Kwa hivyo unapokuwa na roho ndani mwako pamoja na neno la Bwana, lolote ambalo unaomba kwa Bwana atenda na kutenda. Jina la Bwana na linuliwe. Haleluya. Nataka sasa tuingie kwa utakatifu. Hiyo ni vitamini 3. Ninaenda mbio kwa sababu ya muda. Utakatifu. Hebrews 12:14. Hebrews 12:14. Inasema hivi. Hicho kipengele kingine, utakatifu. Utakatifu, mtu anaweza jiuliza nini? Hiyo inakuwa ni vitamin kwa sababu inajitenganisha na dhambi, kwa sababu utakatifu ni usafi wa kiungu, ya kwamba unakataa dhambi. Mara nyingi dhambi imetufanya tukawa wachafu mbele za Mungu na tukatengana na Mungu kwa njia moja na nyingine. Unapotengana na Mungu, lazima afya zako za rohoni zinadhoroteka. Jina la Bwana na linuliwe. Lakini unapokuwa mtakatifu, lazima Mungu anakukaribia. Jina la Bwana na linuliwe. Haleluya. Mungu anakukaribia, na lazima baraka za Mungu zinafuatana na wewe. Na kuna mahali katika Zaburi anasema kwamba maombi ya watakatifu ni kama manukato mbele zake. Kwa hivyo ukiwa unaomba ukiwa na hii vitamin ya utakatifu,
lazima maombi yako yanasikizika kwa Baba. Jina la Bwana na liinuliwe. Akasema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Naongea kuhusu utakatifu. Utakatifu ni vitamin yenye natuwezesha kuwa na afya ambayo imeimarika katika ulimwengu wa roho. Lakini unapotenda dhambi unajinajisi. Na mara nyingi unakuta kwamba kwa sababu shetani ni mshtaki wetu, ajapoenda mbinguni anakushitaki kwa Baba. Anasema tazama, yule etu unasema ni mtoto wako, anafanya haya, anafanya yale. Na nikasikia mwimbaji mwingine akisema kwamba dhambi za sirini ni kama ukimwi. Jina la Bwana na liinuliwe. Zinakula mtu mpaka zimmalize. Kwa hivyo yule mtu ambaye ni mtakatifu, unakuta kwamba unanona katika ulimwengu wa roho, afya zako zinaimarika. Tazama Waebrania, Paulo vile anaambia watu, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa nini akatangulia na amani na ananena kuhusu utakatifu? Alijua ya kwamba mtu yeyote ambaye anakosa amani hawezi kuwa mtakatifu. Amen. Amen. Kasowasere ndo kumakai mtakatifu. Kwa sababu ya kii, 1, utanunika. Angu sereseku. 2, kwa duka mtuende nkwako. Kwa velo na jirani, kwa velo na mtu wako, kwa velo na mkwako. Ukikosa amani, na amani ukisome hiyo Ephesians 6:10, unaona amani ni baina ya silaha za kumpinga shetani. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kwa hivyo akasema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ulola kukaena sere na watu wote. Maana kadukanganya ngolonyi ndokubeka na kweli. Tuambiane ukweli. Amen. Amen. Ebukai hapo mngeshuchanganya. Ebukai nanga nyonbojo tayari unajinajisi. Unapozidi kujinajisi, basi afya rohoni inazidi kudoroteka. Kodo lombamba lombi gazo kudumbukia gadi. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Kama unanielewa sema amen. 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 Ya kuamsha wale wanalala amen. Haleluya. Haleluya. Hii ni ibada nzuri sana. Usipende baraka, wewe maintain baraka kama huna hii afya ya rohoni. Hao ndio watu wanabebwa na neema. Inakuja inambeba imezidi. Lakini mtu mwenye afya rohoni ambayo imeimarika hawezi bebwa na neema ovyo. Jina la Bwana na liinuliwe. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa bidii kukaa na serena na bosi. Au mkufia ngoma kuku. Jina la Bwana na liinuliwe. Huwezi kuwa mtakatifu kama hujasamehe. Ile dhambi ndani mwako itakunyonya na itakuangamiza. Kwa Bwana mtoba ndiye kurohubu wasilimu. Kaka kwa gorae alenda kwa slim impossible. Ya kilo. Mungu waje mtini kabisa. Paka malago matini gabe mlema. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa sababu amenyonywa na ile kukosa amani. Amenyonywa na ile kubeba jirani. Amenyonywa na ile kubeba mtumishi. Amenyonywa na ile kubeba mambo ya nje. Tafuteni kuwa na bidii na watu wote. Unapotafuta kuwa na bidii mdoso kuna sere, afya yake rohoni inaimarika. Amen. Kwa maana hata wengine hapo wakinkwaza na make sure rohoni afya sere hapo. Yekate. Si wao mnanikosa wakati mwingine. Kama tulienda kwa ushirika siku nyingine, watu badili waangalie maombi yale yametupelekwa na kimbilia chai. Kidogo mkasikia tunarekebishana Jina la Bwana na liinuliwe. Mtu ambaye ameimarika afya rohoni anakaa mahali uwepo wa Bwana huko. Si mahali ambapo vyakula vya nje vinapikiwa. Hao ndio Paulo akasema kwamba wamefanya kana kwamba Mungu wao ni tumbo. Mungu wetu sisi si tumbo.
Haleluya. Hiyo ni sindano mpendwa. Haleluya. Tafuta kuwa na bidii utafute amani na watu wote. Tafuta amani. Wale ambao wanakukosoa, wanakuonea, wanakupiga marungu, wanakusengenya, wanaonena kinyume chako, ili afya yako imarike, tafuta amani na wao. Hicho chilema bengi bandu wazo kunungunika. Lakini imeandikwa katika neno. Na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Wakati watu ambao wameimarika katika afya za rohoni zaidi ni watu ambao wako watakatifu. Ni kweli tuko dhaifu, lakini unakuta mtu anakataa dhambi. Mungu naomba unisaidie. Hao ndio watu ambao tumeonyeshwa mfano watakuja tokezea kama kina Yusuf. Wamepotezwa lakini wanatoka kwa utukufu wa Bwana. Kwa sababu gani? Walilinda afya zao za rohoni zisichafuliwe. Haleluya. Haleluya. Kataa dhambi mpendwa, ili afya yako ya rohoni ikaweze kuimarika. Mkazo kupungua nazo kubona yeye kwa mkafedaba. Kazo kujiingiza kwa mambo ya dunia tu, afya za rohoni huwa zinanajisika. Jina la Bwana linuliwe. Amen. Mundu wazo kusoba malombi akilia kwa churwa nagaje mwasedede na menganya. Jina la Bwana nalinuliwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu wanatamani kuomba sana wapenye katika maombi. Siri ndio hiyo. Wakati unataka upenye sana kwa mambo ya rohoni, lazima uangalie mambo ya duniani usipatikane, ukatae. Paulo akamwonya Timotheo, akamwambia kwamba ili uimarike katika dunia na katika huduma, lazima upungue ndanini mwako ili Kristo azidi. Katika hali ya utakaso, tunatakaswa ili ya kwamba yale ambayo hayastahili Bwana ayaondoe na Mungu alete yale ambayo yanastahili. Haleluya. Haleluya. Mungu alijua tuko dhaifu. Ndiposa akasema jua lisichwe kabla hujasamehe, kabla hujaondoa hasira. Lakini mambamu marumaga nengena 10 okanela kwanya. Jina la Bwana linuliwe. Hilo jambo linazidi sasa kunyonya ile afya yako ya rohoni. Inazidi kukosesha mtakatifu, inazidi kukunajisi. Na unakuta kwamba the more unanajisika, unasonga mbali na Mungu. Haleluya. Dhambi inatufanya tunasonga mbali na Mungu. Ndio maana afya za rohoni zinadidimia. Jina la Bwana linuliwe. Tunadhoofika rohoni. Lakini wakati unajitakasa, wakati unasamehe, wakati unaondoa hata maovu mengine, unakuta Mungu anakukaribia. Wakati Mungu na Yesu wanakukaribia pamoja na Roho Mtakatifu, unakuta kwamba kwa nje unaimarika, si ndani peke yake, hata nje. Sasa kwa nadanganya usiro Bwana. Jina la Bwana linuliwe. Nadanganya wabepenya kama tuku, kumbe ameenda kapungua kwa mambo mengine. Tukubali kupungua pia. Haleluya. Ndio maana hata sisi tumepewa tumbo na Mungu, lakini kila wakati ili afya zimarike za nje, lazima ukila kuna mahali unaenda. Haleluya. Kwa hivyo na sisi tujifundishe kwamba hata kwa Bwana kuna mahali lazima twende msalabani. Haleluya. Lazima uwe mtu wa kwenda msalabani kila wakati. Katika afya za mwilini kuimarika, kila wakati mtu uende msalani. Haleluya. Amina. Nataka kufanya utofauti. Sisi wa rohoni tunaenda msalabani. Ili afya za rohoni ziimarike kila wakati wewe uko msalabani. Haleluya. Bwana nisamehe kwa hili. Bwana nitakase kwa hili. Bwana nioshe kwa hili. Hakika kila wakati afya zako zinaimarika na unaonekana tofauti. Jina la Bwana linuliwe. Akasema mkiangalia ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kwa hivyo bila utakatifu ni kweli hatuwezi kumwona Bwana. Inaimarisha afya, na pamoja na hivyo kama hutakuwa mtakatifu huwezi kumwona Bwana. Ingine ni kwamba mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Mtu asipungukiwe na neema ya Mungu. Maana afya huwa zinapungua rohoni wakati mtu amepungukiwa na ile neema ya kiungu. Neema ya wokovu inapungua. Unakuta mtu kwamba shina la uchungu linaanza kuinuka ndani mwake. Kuna watu ambao wakipasuliwa mioyo
ni roho ya uchungu imejaa. Mtu kama huyo afya zake za rohoni haziwezi kuimarika. Unakuta anakosa maombi, maana mahali kwenye uchungu Roho Mtakatifu hawezi kukaa. Unakuta huyo mtu anaendelea kudhoofika katika ulimwengu wa roho, anakosa maombi kwa sababu ya hiyo uchungu. Jina la Bwana nalinuliwe. Amen. Natoa mfano mmoja katika Biblia, Daniel 1. Kina Daniel, sitasoma hiyo kwa sababu ya muda, utaenda usome mwenyewe. Daniel 1. Kuna kipindi mfalme aliamua kuchukua vijana, akasema kwamba waende walishwe vyakula. Lakini kina Danieli wakaenda wakaongea na yule ambaye alikuwa anaongoza ibada. Wakamwambia kwamba sisi hatuwezi kula chakula cha mfalme. Chakula cha mfalme kilikuwa ni chakula gani? Vile mimi ninavyoelewa, chakula cha mfalme kilikuwa ni mambo ya dunia, anasa, vitu vingi ambavyo vilikuwa haviko kwa mpango wa Bwana. Na nataka kusema kwamba kina Daniel wakawa wamekataa kula vyakula vya mfalme. Jina la Bwana nalinuliwe. Wakakataa kwenda kula chakula cha mfalme. Na ikawa ya kwamba baada ya mfalme kuwaita siku moja kwamba waende kuonyeshwa mbele za mfalme, kina Danieli walikuwa wameonekana wakiwa na afya ambazo zimefaa. Kwa sababu gani? Kuna vyakula vya mfalme vya dunia hii lazima uvikatae. Kama kuna watu ambao chakula cha mfalme ambao kimeletwa sasa ni simu. Jina la Bwana nalinuliwe. Simu ni nzuri, tumeletwa kwa ajili ya mawasiliano, hata kwa ajili ya neno pia, hata kwa ajili ya mambo mengine mazuri. Lakini mahali simu inakuwa chakula cha mfalme ni wapi? Watu wengi wana chat sana mpaka wanatoka kwa mpango wa Bwana, na hiyo imechangia kudorotesha afya za rohoni. Jina la Bwana nalinuliwe. Amen. Hamtasema amen ama mtasema huo ndio ukweli? Amen. Usifanye simu yako kuwa kana kwamba ndio Mungu. Huwezi kuwa na mawasiliano mara mbili, mawasiliano ya kiungu na mawasiliano ya binadamu. Kina Danieli walikataa chakula cha mfalme, na mambo katika ulimwengu wa roho ni vitu kama simu, maibada mengine ambayo ama vitu vingine ambavyo havina maana. Wakakataa, wakajitenga navyo. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka tujitenge navyo. Sikwambii ukate mawasiliano, sikwambii, lakini ingia kwa simu yako kwa mambo ambayo yanafaa. Kuna watu hata wa Kristo ambao wanaangalia pornography. Jina la Bwana linuliwe. Unajikuta ameingiza kwa mambo mengine ambayo hayafai, ambayo yanamchanganya ufahamu, yanamchafua katika ulimwengu wa roho. Jina la Bwana nalipewe sifa. Ukitaka afya zako za rohoni ziimarike, jitenge na mambo ambayo yanaleta unajisi. Jina la Bwana nalinuliwe. Kina Danieli walijua chakula cha mfalme. Danieli wa kwanza kuanzia 6. Utasoma baadaye, ama labda nisome kwa haraka kama mtaniruhusu. Nilikuwa naona muda umeenda, lakini nitasoma kwa haraka. Basi katika hao walikuwa hapo baadhi ya wana wa Yuda, Daniel na Anania na Mishael na Adharia. Mkuu wa matowashi akawapa majina. Akamwita Daniel Belshaza na Hanania, akamwita Shadrach na Mishael, akamwita Meshach na Azaria, akamwita Abednego. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu akamjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namwogopa bwana wangu mfalme aliyewaigiza ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini asione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amemweka juu ya Danieli na Hanania na Mishael na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na utupe mtama tule na maji tunywe. Kisha nyuso zetu
zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme. Ukatutendee sisi watumishi wako kadri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na mili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe, akawapa mtama tu. Basi kwa habari za hao vijana 4, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme ya kuwaingiza, mkuu wa matoashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadreza. Na mfalme akazungumza nao miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele za mfalme. Na katika kila jambo la hekima na ufahamu aliouliza mfalme, akaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Tena Danieli huyo akadumu huko hata mwaka wa 1 wa mfalme Koreshi. Kwa hivyo kukatokea jaribio ya kwamba vijana wanapewa chakula cha mfalme na siku fulani wanaenda kuwekwa mbele ya mfalme, waonekane ni vijana wapi walikuwa na afya. Kwa hivyo mfalme akatoa chakula, vijana wote wa vijijini wakaweze kula. Alafu sasa baada ya muda wangeenda kuangaliwa kama wangekuwa na afya kiasi gani. Biblia yangu inaniambia kwamba Danieli, kwa sababu ndani mwake alijaa neno la kiungu, alikuwa na Roho Mtakatifu, alikuwa ameokoka kama wewe na mimi, basi akaamua ya kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Nimejaribu kuelezea maana ya chakula cha mfalme nini. Mambo mengi ya unajisi ambayo yanatokana na hii dunia, hali nyingi, anasa nyingi, vitu ambavyo tunasema havina shida, labda kama hayo mambo ya simu vile nimeelezea, watu wengi wamejitia unajisi. Nataka kusema kwamba Danieli hakutaka kujitia unajisi, alimaintain utakatifu ndani mwake. Jina la Bwana na linuliwe. Alimake sure amemaintain utakatifu ndani mwake. Kuna vitu viko chini ya jua, lazima tuvikatae ili kwamba tumaintain utakatifu ndani mwetu, ili afya zetu za rohoni zikaweze kuimarika. Lakini kuna point ambayo inanishangaza na kina Danieli. Walipokataa kula chakula cha mfalme, wakaamua wakule mtama na maji, wale vitu vya kawaida. Jina la Bwana na linuliwe. Waishi maisha ya kawaida. Mtama na maji ni maisha ya kawaida. Kuna wakati mwingine unaweza mua ya kwamba sitatafuta mambo ya dunia, nataka nitafute huyu Mungu. Ni hapo mtu anamua kwamba sitakaa katika hali hii, nitakaa katika hali hii. Jina la Bwana na linuliwe. Haleluya. Danieli akakataa. Alipokataa, Biblia inaniambia kwamba waliweza kutengwa, yeye na kina Shadraka, Meshaki na Abednego wakawa wanapewa mtama na maji. Na Biblia inaniambia kwamba kwa sababu ndani mwao waliamua kudumisha utakatifu, Mungu akawapatia hekima ya hali juu ya kupita waganga hata wachawi. Haleluya. Kwa hivyo katika hali ya kuimarika kiroho na kukataa hali zingine, utawezeshwa na Bwana kushinda maroho ya uganga na uchawi. Jina la Bwana na linuliwe. Wao walionekana wakiwa zaidi. Hata kuna wakati mfalme aliota ndoto, ukakuta kwamba Danieli aliwezeshwa na Bwana kupeana tafsiri ya hiyo ndoto. Ni kwa ajili gani? Kwa ajili ndani mwake kiroho chake kiliimarika, afya yake ya rohoni iliimarika, akawa tayari afadhali afya za nje zikaweze kuharibika, lakini asijitie unajisi. Haleluya. Lakini kuna watu wanajitia unajisi. Roho wa Bwana anakuambia usende kwa party fulani na matambiko, wewe unaenda unajitia unajisi. Jioni unaanza kuota unalishwa vyakula. Jina la Bwana na linuliwe. Unajikuta kwamba unapewa unajisi na kile kiroho kinazoroteka. Kesho ni kesho unashindwa kuomba. Jina la Bwana na linuliwe. Lakini Biblia inaniambia kwamba wakati kina Danieli
waliwekwa pamoja na vijana wengine ili watazamwe afya zao. Si afya za mwilini tu zilikuwa zinang'ara, afya za rohoni zilikuwa zimeng'ara. Na nataka kukwambia pointi moja mpendwa, unapong'ara rohoni hata nje unang'ara katika jina la Yesu. Hiyo iko automatic. Jina la Bwana na liinuliwe. Ya Bwana Yesu makofi. Unapong'ara rohoni, unapoweka utakatifu, maana wakati unaweka utakatifu Mungu anakuja na anaingia ndani mwako. Nataka kukwambia kwamba hakuna mtu amebeba Mungu ndani mwake akakosa kung'aa. Jina la Bwana na liinuliwe. Waliweza kung'ara. Biblia inasema kwamba afya zao zikaonekana za nje zikiwa zimedhibitika, na ukweli ni kwamba afya za ndani ndio zilikuwa zimedhibitika, kumaanisha ya kwamba unapoimarika katika ulimwengu wa roho, magonjwa ya Misri hayatakalia ndani ya mwili wako. Haleluya. Amen. Naona akili zimepotea kidogo, sijui mmeenda. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Usipitwe na pointi hii ya kwamba wakati afya zako za rohoni zimeimarika, unaweza kushinda hata changamoto ndani ya mwili huu. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Ya kwamba wakati ndani ya moyo afya zako zimeimarika, kuna utakatifu, kuna neno, na pamoja na hivyo kuna Roho Mtakatifu. Hata ndani ya huu mwili unashindiwa na hiyo afya rohoni. Ndio maana unakuta mtu mwingine akipokea Yesu ndani mwake, akumbatia hata hivi vitu vitatu, tayari anakuwa free from diseases. Pigia Bwana Yesu makofi. Afya rohoni huimarisha afya ya nchi. Ndiposa kina Danieli walipopelekwa mbele ya mfalme, kwa sababu walilinda kiroho chao kisinajisiwe, walionekana wakiwa na afya nzuri zaidi mbele ya macho ya mfalme. Haleluya. Kwa hiyo afya ya ndani huimarisha afya ya mwilini. Haleluya. Kana afya ya mapato yako inaimarika, afya ya kipawa chako inaimarika, hata afya ya huduma inaimarika. Haleluya. Kwa nini nasema hivyo? Kina Danieli walijaribiwa ya kwamba mfalme ameota ndoto, akaita waganga waje kutoa tafsiri, wakashindwa. Akaita wachawi waje kutoa tafsiri, wakashindwa. Lakini Danieli kwa sababu alilinda afya yake rohoni, akawa na mawasiliano na Mungu aliye hai. Haleluya. Wakafunulia maana ile ndoto ya mfalme. Jina la Bwana na liinuliwe. Wakati umelinda afya yako ya rohoni, unakuwa na mawasiliano na Mungu aliye hai. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu ananena na wewe. Mungu anabadilisha hali zako za rohoni hata za mwilini. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Kwa hivyo kama tutakuwa na ibada nzuri ya kupendeza kwa Bwana, lazima afya zetu za rohoni ziimarike. Kwa sababu katika Yohana 4:13 Mungu anasema kwamba wakati ndio sasa anatafuta waabuduo halisi ambao wanamwabudu katika roho na katika kweli. Wezi mwabudu Bwana katika roho na katika kweli kama afya zako za rohoni hazijaimarika. Haleluya. Mungu anatafuta waabuduo halisi ili aconnect na wao. Unapokuwa na afya ambazo zimeimarika katika ulimwengu wa roho, unapata connection ya kiungu. Haleluya. Divine connection. Jina la Bwana na liinuliwe. Hapo tutakuta ndani ya kanisa kama hili viungo vya Yesu Kristo vinafanya kazi. Huduma 5 zinafanya kazi. Roho ya unabii inafanya kazi. Uinjilisti unafanya kazi. Ualimu unafanya kazi. Uchungaji unafanya kazi. Ya kwamba Kristo anakaa ndani ya huduma. Haleluya. Kwa sababu watu wameimarika katika afya zao za rohoni. Jina la Bwana na lipewe sifa. Unapata mawasiliano na Mungu aliye hai. Lakini wakati afya zimedhoofika, usijidharau ama usijilaumu. Kwa sababu kama umedhoofika afya ya rohoni, hakuna vile unaweza pata mawasiliano na Mungu. Kwa sababu gani? Falme za angani zinakuzuia.
Jina la Bwana na liinuliwe. Lakini tazama, kina Shadrach, Meshach na Abednego hawakuweza kuzuiliwa na jambo lolote, ya kwamba ndoto ambayo aliota mfalme. Jina la Bwana na liinuliwe. Connection na rohoni ilifanya kazi. Huwezi connect rohoni kama umeconnect na mambo ya duniani. Ndio Yesu akasema John 15, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndio mkulima. Kila tawi ndani mwangu linalozaa hulisafisha likazae zaidi, na lile ambalo haliko kwangu huwa linanyauka. Kuna watu wamenyauka rohoni kwa sababu bado ile connection ya kiungu haiko, kwa sababu ya dhambi za siri ambazo ziko ndani. Jina la Bwana na liinuliwe. Tunahitaji connection ya kiungu, na connection ya kiungu, divine connection, inaletwa na mtu ambaye inakuja kwa sababu ya mtu ameimarika katika afya zake za rohoni. Jina la Bwana na lipewe sifa. Unapoimarika, afya zako zinapoimarika rohoni, uko na neno limejaa, uko na Roho Mtakatifu amejaa, na uko na utakatifu, tayari una connect kwa mbingu. Haleluya. Na Mungu anakufunulia yaliyo mbinguni. Tuache kuleta line za uongo. Mtu anasengenya watu tena anakuambia Roho amesema. Roho gani ule? Ndio Yesu akasema tuwachunguze kupitia kwa neno. Alijua kile anasema, kwa sababu mtu ambaye amejaa Roho ananena na ndimi za Roho. Ukiangalia hata laini yake kibinadamu iko sawa. Haleluya. Hiyo ni akili mnapewa, hekima ya kuchunguza watu wenye wanakuja. Bwana amenituma na ujumbe, kesho unamkuta kwa usherati. Jina la Bwana na liinuliwe. Ni Bwana gani huyu anayenena na washerati? Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo ili kupata divine